Ikiwa leo ni siku ya pili katika mafunzo yanayotolewa na kampuni ya Park Doctor Tanzania, ambao wao wanajihusisha na huduma za kuhudumia wageni katika hifadhi na sehemu mbalimbali katika nchi yetu Tanzania. Watu mbalimbali wametoa maoni yao kuhusu huduma hii na jinsi walivyojifunza katika semina hii ambayo imetolewa na wakufunzi kutoka kampuni ya Park Doctor Tanzania. Hapa tunaungana na wadau mbalimbali ambao wameweza kuhudhuria mafunzo haya. Je, wanalipi la kusema? Jina langu ni Alex Joshua Saul, ni makamu mwenyekiti wa chama cha waongoza watalii Tanzania TTGA au kifupi Tanzania Tour Guide Association. Nimejifunza mengi kutokana na hii kozi ya Wildlife First Responders, kwa sababu sisi mara nyingi tunafanya kazi zetu kule porini na tumeongezewa ujuzi zaidi na Park Doctors. Park Doctors umegundua kuna uhitaji mkubwa wa baadhi wa magaidi wanapokuwa kule porini. Tunakutana na changamoto nyingi sana. Wamekuja kutuongezea ujuzi ambao unaturahisishia sisi kufanya kazi kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo tunashukuru sana. Hata wale ambao hawajafikiwa, tunaomba Park Doctors wavuke mipaka, waende wakawafikia watu ambao wana mahitaji mengine zaidi ya kutoa usaidizi zaidi kwa wageni wetu ambao tunakuwa nayo kwenye mazingira magumu ya kazi. Naitwa Abubakar Mpapa, mhifadhi kutoka hifadhi ya mazingira asilia ya Mlima Hanang chini ya wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Leo hii niko hapa jijini Arusha katika kituo cha mikutano conference diplomatic kwa ajili ya kumaliza siku mbili za mafunzo ya namna gani ya kutoa huduma ya kwanza kwa maeneo ya maporini kama inafahamika kwa jina la Wilderness First Responder. Kwa ujumla nimepata manufaa makubwa kwenye training hii, kwa sababu kabla ya hapo sikuwa najua vingi kuhusu namna gani ya kuweza kutoa huduma ya kwanza kwa watu ambao wanajihusisha na masuala mazima ya maeneo ya hifadhi au maeneo ya porini. Kulingana na mazingira ya kazi ambayo ninafanya, kozi hii imenijengea uwezo mkubwa mimi binafsi, lakini vile vile watumishi wenzangu, kwa sababu tunafanya kwenye mazingira hatarishi, lakini kubwa zaidi tunafanya utalii wa ekolojia katika eneo letu ambalo tunafanyia kazi. Kwa hiyo pia ni kitu kizuri kwa wageni wetu watakaokuwa wanatutembelea. Itakuwa ni sehemu pia ya kuwashua kwamba watakuwa kwenye mazingira salama, kwa maana ya kuchukua tahadhari kabla, lakini vile vile ikitokea wamepata changamoto, basi namna gani ya kuweza kupambana zile changamoto kabla kufika kwa wataalamu wa afya kwa ajili ya kuondoa changamoto hizo. Kwa hiyo nashukuru kwa kuweza kufika kwenye training hii, lakini pia na wahamasisha na kuwasisitiza wadau wengine wa serikali, mashirika binafsi, lakini hata watu binafsi pia ambao wanafanya shughuli zao kwenye mazingira kama haya ya hifadhi, maeneo ya mahoteli, migodini ambako changamoto kama hizi huwa zinatokea, basi at least wawasiliane au wakutane na Park Doctors kwa ajili ya kupata mafunzo haya. Ama ikitokea wamepata taarifa kwamba kuna haya mafunzo, basi haraka sana waweze kuharakisha ili kuweze kupata hiki ambacho leo kwa uchache tumekipata, lakini najua kitakuwa na manufaa makubwa sana. Kwa jina naitwa Maximilian. Kipekee kabisa naweza kushukuru kwa training nzuri nilizopata kutoka Pro Doctor, kwa sababu kwangu mimi imekuwa zaidi ya nafasi kubwa, especially kwa industry tunaofanya. Ni kitu kikubwa sana, nimeweza kujifunza vitu mbalimbali ambazo katika kazi yangu ni vitu muhimu. Kwa mfano, tunasafiri na wageni mbalimbali ambao wanakuja na changamoto mbalimbali pia. Kwa mfano, unaweza kukuta wageni kuna saa wanakuja na changamoto zao hawatuambii, lakini kupitia hii training niliyopata kutoka Pro Doctors nimeweza kujifunza vitu vingi. Kwa mfano, namna ya kuwasaidia wageni wenye changamoto wanaweza kupata matatizo kwenye wilderness. Mimi kama first responder natakiwa nichukue hatua na kuweza kuhakikisha safari inakuwa salama, na mimi pia kazi yangu kama ambassador wa nchi naweza kujivunia taifa langu na kazi nzuri inayoendelea. Kipekee zaidi nipende kuishukuru Karatu News kwa kazi nzuri wanaoifanya na kuona umuhimu wa training yetu kutoka Karatu mpaka kuja Arusha. Sio watu wote wanaweza kufanya hivyo, lakini kutokana na uzito wa jambo lilochukulia, na sisi kipekee kama ambassadors wa nchi tunapenda kuwa encourage wasikate tamaa. Najua kuna changamoto nyingi wanakutana nazo njiani, lakini kwa hichi kitu wanachokifanya wanaweza kusambaza habari sehemu mbalimbali ambazo zinaweza kuwafikia walengwa ambao wako nyuma kabisa na kamera au nyuma kabisa na vijiji vya Tanzania. Kupitia wao wanaweza kufikisha ujumbe
especially kwa kazi zetu tunazofanya. Kipekee mimi nawashukuru sana kwa kazi nzuri wanaofanya. Nawatia moyo, msikate tamaa, endeleeni. Asante sana. Habari, naitwa Precious David, natokea Taswira Africa Safaris, Arusha. Hii ni mara yangu ya kwanza kufanya training na nimefurahi sana kufanya training na Pack Doctors. It was a beautiful training, vitu ambavyo sikuwahi kujifunza ambavyo vitanisaidia kwenye mazingira yangu ya kawaida, my normal life, na pia itasaidia pia kwenye WFR. Yes, kwa hiyo it was a beautiful training. Kwa hiyo kama mtu yote ambaye haja-attend, imeanza jana tarehe 20 na tarehe 21 imeisha, lakini nilikuwa natamani iendelee more kwa sababu within a short time najifunza vitu vingi. I'm sure maybe ingekuwa for 3 days ningejifunza vitu vingi zaidi, lakini it was an amazing course. I mean short course whatever, lakini it was so nice. Thank you so much. Kwa majina naitwa Harriet Michael, ni mtafiti kutoka Ngorongoro Haina Project. Nimehudhuria training ya first aid toka iliyoanza jana tarehe 20 na kumalizika leo kwa mafunzo mazuri tuliopatiwa from Pack Doctors. Kiukweli nimejifunza mengi ambao sijaipata huko nyuma, ni experience mpya kwangu kama mtafiti na katika mazingira yangu ya kazi ninayoyafanya. Kwa hiyo nashukuru sana kwa elimu iliyotolewa. Vile vile ukiachana na kwamba wametupa elimu bora, nimeweza kufaidika sana na kuweza kujifunza kwa vitendo ambapo ninaweza kusaidia watu mbalimbali pale kwenye mazingira yangu ya kazi kama magaidi ninaokutana nao, hata wafanyakazi wenzangu ambao nafanya nao kazi pamoja. Kwa kuhitimisha, Pack Doctors tunashukuru kwa elimu nzuri mnaozidi kutupa sisi wahifadhi, na muendelee kuitoa elimu hii kwa watu mbalimbali pia, ili kila mtu aweze kuokoa maisha katika mazingira tofauti. Asante. Mafunzo haya yameendelea katika eneo hili la hoteli ya Diplomatic hapa jijini Arusha, lengo likiwa ni kuwaelimisha na kuwapa mafunzo ya aina mbalimbali waendesha watalii, lakini pia na wahudumu katika hoteli zinazopatikana katika mkoa wa Arusha. Pack Doctors imetoa elimu hiyo kwa waongoza watalii na watu wanaofanya kazi za hoteli. Lengo ni jema tu, iwapo pale mgeni anapata shida katika hifadhi yoyote awezi kuhudumiwa na baadaye kufikishwa hospitalini. Nikiripoti kutoka hapa jijini Arusha, eneo la Diplomatic Hotel, mimi ni Pasco Yohani, KNN.